Asifiwe sana Yesu. Amen. Karibu katika semina au mafunzo yetu ya Pentekoste mwaka huu. Ninachokijua na nimehakikishwa moyoni, mafundisho haya yatakufaa sana mtu wa Mungu, kwa sababu nimemsikiliza Roho Mtakatifu na nimemwomba atufunulie sana mambo. Na yeye ni mwaminifu. Nina miaka mingi kama mhubiri katika upako wa Roho Mtakatifu. Nafikiria sasa naendea zaidi ya miaka 38. Si ni umri wa mtu kabisa. Nimetembea chini ya mafuta ya Roho Mtakatifu na nimeona alivyo mwaminifu. Yesu hajatupa roho ya uongo, ametupa roho wa kweli. Anayenena kutoka kwa Baba, anachukua vitu kwa Baba, alafu anatufundisha. Kwa hiyo haya mafundisho ni ya muhimu sana kwako mtu wa Mungu. Jihesabu kama umeingia katika darasa la Pentekoste. Mungu asifiwe sana. Teksti yetu au somo letu linapatikana katika Wakorinto wa kwanza. Nitafundisha, naamini nitafundisha kutoka hapa kwa hizi siku zote. Wakorinto wa kwanza sura ya 2. Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4 hadi 12. Biblia inasema, na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa, ambayo Mungu aliiazimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Maana kama wangelijua wasingemsulubisha Bwana wa utukufu. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Kwa maana Roho uchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia. Amina. Sisi hatukupokea roho ya wapi jamani? Bali Roho atokaye kwa Mungu. Haleluya. Roho atokaye kwa Mungu. Kwa ajili ya nini? Makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Haleluya. Ningeweza kusoma kifungu chote, lakini kwa sababu ya mafundisho sitaweza kuyamaliza. Naomba tumkaribishe Roho Mtakatifu aje atufundishe. Mnaonaje? Si vizuri? Hatuongei hadithi, ni halisi kabisa. Hebu simama. Simama, tumkaribishe Roho Mtakatifu. Omba maombi ambavyo ungeomba Mungu akusaidie kibinafsi. Lakini mimi naomba tutambue tu kwamba Roho Mtakatifu yuko hapa atufundishe. Tunaweza kuinua mikono yetu. Sema, Roho wa Yesu Kristo, karibu utufundishe. Utufundishe tumjue Yesu, Bwana na Mwokozi wetu. Utufundishe tumjue Baba, Mungu wa milele. Tunatambua uwepo wako. Tunatambua hekima yako.
Tunatambua uungu wako. Karibu utuhudumie. Kuna sababu za msingi sana kusikia habari ya Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu msipofundisha, msipoomba, msipomtaja, anakuwa mbali, kwa sababu yeye ni Roho. Bwana tusaidie sana. Na Roho Mtakatifu ni mwanana sana. He is so tender. Mkikataa, ndio maana mimi mara nyingi mnasikia Roho Mtakatifu akishuka tunamwambia kanisa hili ni lako, utusaidie, wewe ndiye mchungaji. Na ni kweli yeye ni mchungaji mzuri, kwa sababu ndiye anaweka na wachungaji ili waweze kuchunga kanisa. Mungu asifiwe sana. Nakumbuka miaka nilipojua kwamba pastor msaidizi alikuwa inabidi lazima aende tawi lingine, nikaanza kuomba, Mungu si unipe msaidizi. Nashangaa saa 8 ya usiku Roho Mtakatifu ananiambia, sikarika kijana kako pale Olmoti. Kwa kweli nikimfikiria, kwanza bado mdogo kiumri, lakini mwenye kanisa akisema huyo ndio atakuwa msaidizi, jamani, anatufaa hatufai? Epaphras, jamani, anatufaa hatufai? Na ni mchungaji kweli, sio mhubiri. Tunaweza kuwa wahubiri tuko wengi, lakini uchungaji, huyu jamaa kwa wiki hakosi siku zote hapa kanisani. Uje msije, yuko hapa. Ni Mungu anaweka wachungaji hata katika kanisa. Kwa hiyo sasa, kama Roho Mtakatifu ndio anakuweka, sasa huyo si ndio bosi wako? Lazima tupige saluti kwake ili aweze kutusaidia na atufanye kuwa wachungaji wazuri. Amina. Sasa Roho Mtakatifu pamoja na ukuu wake wote, lakini bado ni mwanana. Mkikataa kwamba hatumhitaji, haji, alazimishi. Ndio maana imeandikwa hivi katika Biblia, wala msizuie kunena kwa lugha. Sio msijizuie, msizuie. Nani wanaambiwa? Viongozi wanaambiwa. Kwa hiyo yani Roho Mtakatifu ukileta kujikinai, anakuacha. Ukimfukuza, anakuacha. Na lile neno ambalo limesomwa na Yesu katika Ufunuo, mwanangu, nabisha, tazama nabisha. Mtu akisikia sauti akafanya nini? Akafungua mlango, nitakuja kwake. Haleluya. Maneno kama katika Mithali, mwanangu, nipe moyo wako. Haya yanategemea na nafasi na hamu yako. Kama hutaki, ukijikinai, hauwezi kuona kitu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu tunapozungumza, kwa kweli ni mwanana sana. Anafananishwa na hua. Ndio maana hata wakati wa Yesu alipobatizwa, alionekana yule hua, yule njiwa mweupe, yule mpole ambaye hana fujo. Bwana tusaidie sana. Roho Mtakatifu sio kuku, makuku yanayokangua watu dogo. Kijana wangu Rafael anayakimbia. Roho Mtakatifu ni mwanana, ni softi. Mungu asifiwe sana. Lakini ana nguvu kupita kiasi, ana uwezo unaozidi. Lakini inategemea tu namna gani unatoa nafasi. Ni nani anampa Roho wa Yesu Kristo nafasi katika maisha yake? Are you serious? Inatoka moyoni mwako. Sasa jifundishe. Sikia Roho Mtakatifu anavyoongea. Sikia mafundisho. Hiyo ni njia ya kujiandaa kisaikolojia. Usikimbilie tu kujazwa. Ukikimbilia tu kujazwa, ni kweli Mungu atakujaza, lakini unakuwa huna ujuzi na ule uzoefu ambao unaupokea. Ila ukiwa umejipanga, ukasikiliza vizuri, unakuwa umefungua mlango na unajua nini kinaendelea. Mungu asifiwe sana. Unajua nini kinaendelea. Unajua mtu akijazwa Roho Mtakatifu, ingawa huwezi kumdanganya. Mtu akijazwa Roho Mtakatifu, hata ukimwambia umejazwa shetani, akubali. Anasema shetani gani hii ni tamu namna hii? Kama ni shetani niendelee nayo. Maana Roho Mtakatifu ni sweet katika nafsi zetu. Hakuna mtu atakunyang'anya Roho Mtakatifu, kwa sababu akiingia utamng'ang'ania, hutataka atoke ndani yako. Haleluya. Haleluya. Sasa kanuni ya Roho Mtakatifu
ambayo watu wengi hawajui. Roho Mtakatifu amekuja ili kuishuhudia kweli. Sijui kama unajua kuishuhudia kweli. What is the truth? Ni kweli ni Kristo, lakini inazungumzia pia sound doctrine, mafundisho ya kweli. Roho Mtakatifu hashuki kwenye mafundisho potofu. Roho Mtakatifu hashuki kwenye mauongo na hila za watu. Hata kama wanasema yuko hapa, hayupo. Roho Mtakatifu yuko kuishuhudia kweli. Mungu asifiwe sana. Yuko kushuhudia damu ya Yesu vile inavyotakasa. Yuko kumtukuza Kristo. Kwa hiyo popote ambapo ukweli unafundishwa, yeye anakuja. Ndio maana mimi nimewaambia hivi kwamba ninaamini watu watajazwa Roho Mtakatifu kuliko kawaida. Kwa nini? Nasikia Roho Mtakatifu ananiletea mafundisho ya kweli kumuhusu yeye, kumuhusu Yesu na kumuhusu Baba. Kwa vyovyote kuja atakuja tu, wala usiwe na haraka. Wangapi wako tayari tujifunze juu ya Roho Mtakatifu? Amina, amina. Sasa kuhusu hii kifungu, kama ningekuwa nafundisha darasa wana theolojia, ningewaambia hivi, neno kuu liko katika mstari wa 12. Mstari wa 12 unasemaje? Unasema lakini sisi. Sema lakini sisi. Hebu sema kwa sauti, lakini sisi. Sisi akina nani jamani? Tulioamini. Sio kila mtu, lakini sisi, kanisa la kweli. Lakini sisi muumini, waumini ambao wamemwamini Yesu. Sio kila mtu, kwa sababu Roho Mtakatifu hawezi kuja tu kwa dunia, anakuja kwa walioamini. Hatukuipokea roho ya dunia. Sema hatukupokea roho ya dunia. Nani hapa hajapokea roho ya dunia? Sema kwa nguvu, hatukuipokea roho ya dunia. Na muongee kwa hasira, kwa sababu roho ya dunia inasikia na inazunguka zunguka. Ijue kabisa sisi hatujaipokea roho ya dunia. Sema hatukuipokea roho ya dunia. Sema lakini mimi sikupokea roho ya dunia. Sikupokea roho ya dunia. Na sitaki roho ya dunia. Na ninaichukia roho ya dunia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bali roho atokaye kwa Mungu. Sema bali roho atokaye kwa Mungu. Atokaye mbinguni. Atokaye kwa Yesu. Sisi ndio tumepokea hiyo roho. Roho atokaye kwa Mungu, kwa makusudi tupate kuyajua. Ndio hayo sasa tunajifunza. Huwezi kujua bila kupokea taarifa, kuarifiwa. Ndio maana hata wakati mitume wanahubiri katika sura ya 19, Paulo akafika kule Efeso, akakuta kanisa dogo la wanaume kama 10. Akauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipokwisha kuamini? Wakasemaje? La, hata kusikia kwamba yuko Roho Mtakatifu hatujawahi kusikia. Kwa hiyo Mungu hataki tuwe wajinga juu ya Roho Mtakatifu. Anataka tujue, na haya ndio makusudi ya jumla. Hivyo darasa hili sio academically ya kushughulika na vichwa. Hiyo tunawachiwa kina Lawi. Pigeni hiyo kazi. Hili ni darasa la ajabu. Tunatumia sio akili ya kichwa, tunatumia akili ya mioyo. Haleluya, haleluya. Hatutumii maarifa ya kitaaluma, tunatumia maarifa ya roho. Haleluya. Wow, hatutumii masikio haya yana madebe yaliyosimama namna hii, mengine madogo mengine makubwa. Tunatumia masikio ya roho. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tunasikia kabisa. Unasikia, unasema this is not normal. Hata hii sauti yangu lazima utafute kusikia ya roho. Usisikie tu sauti yangu mwisho utaona ni makelele.
lakini kadiri ninavyofundisha utaanza kumsikia Roho Mtakatifu ndani yako. Utaanza kumsikia Mungu anakupa maarifa, Mungu anakuongezea uwezo, kwa sababu kuna mambo ya ziada. Haleluya, haleluya. Na hatutafsiri, yani ile kutafsiri maana yake sio kama kuinterpret, lakini maana yake kuyaleta yalete maana. Hatuleti kuleta maana kwa namna ya kawaida, tunaleta tafsiri kwa namna ya rohoni, kwa namna ya rohoni. Mungu asifiwe sana. Biblia inasema akiingia asiamini kwa watu wa rohoni, hataelewa mnaongea nini. Mwisho ataona ni ujinga tu, kwa sababu tunaongea vitu ambavyo ukweli ni vya rohoni, vinatafsiriwa kwa rohoni, vinatambulika kwa rohoni, ni mambo ya roho. Praise the Lord. Mimi nafurahi sana ni mhubiri wa kanisa la Kipentekoste, kanisa linaloamini kwamba uko uweza wa Mungu unakaa katikati na ambao unatufundisha. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo ukizungumzia, tukisema ile outline ya haya ambayo nimeyasoma, ambayo ndio yatakuwa mafundisho yetu kuanzia leo, tunapata outline kama 4, dondoo 4 zinazotokana na haya mafundisho ambayo ndio hiki kifungu. La kwanza ni Roho Mtakatifu wa Mungu tofauti au kinyume na roho ya dunia au roho nyingine. Roho Mtakatifu ni roho, lakini yeye ni tofauti na ni kinyume na roho zingine. Ndio maana imeandikwa hatukupokea roho ya dunia. Maana ukipokea roho ya dunia inakuwa chaos, unachanganyikiwa, unakuwa mbali na Mungu. Ukichagua roho ya dunia badala ya Roho Mtakatifu, roho anakuacha. Sisi tumepokea roho special, roho maalum, roho kutoka kwa Mungu, roho ambayo huwezi kujifunza university. Huyu ni roho anafundishwa kwa namna ya roho na watu waliojazwa Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Unaweza ukamwona mtu kama mjinga. Miaka ile ya nyuma wa mwisho, wala sio ya siku nyingi sana, hata miaka ya 80 tu, wakati sisi tunaokoka, miaka ya 70 hapo, waliookoka, waliojazwa Roho Mtakatifu wanaoitwa walokole, hawa wa Pentekoste wanaona kwa lugha, watu waliwaona kama hawana akili vizuri. Yaani walituona kama mazuzuzuzu hivi, walituona kama vichwa vyetu havijatulia. Lakini kadiri tunavyoendelea, nataka nikuambie, wenye akili iliyosafishwa ni wale wanaofundishwa na Mungu, ni wale wanaosaidiwa na Mungu. Maana Roho Mtakatifu ni more special kuliko mapepo na majini na makinyamkera. Usitafute huko. Ukijazwa Roho Mtakatifu, uwezo wako wa kuomba unabadilika. Utajuaje huyu ni Mkristo wa dini hajajazwa Roho Mtakatifu? Ni ikifika mambo ya rohoni. Mfano, mahubiri yakianza kuhubiriwa, wakati watu wote wenye roho wanasema hapa ndio wakati wa kuvuna, wakati wa kukusanya, anachangamka. Yeye analala, anasikia wangeendelea na mahubiri ili nilale. Unajua hili ni mtu la mwilini. Wakati wa mahubiri sisi nywele zinasimama. Mimi na kweli, mimi si mnaonaga hata kanisani mhubiri akihubiri akaenda pointi, kiti kinashindikana kukalika. Nasikia vitu vinapenya. Lakini unakuta lidada limoja linakoroma mpaka na huyu basi tu hatuna la kusema. Hebu muangalie mwenzako, kuta linakoroma, basi ujue ndio hili linalosemwa. Bwana tusaidie sana. Huwezi kulala. Maana yake mtu wako wa ndani anapata uhai, anapata ufahamu, anapata pumzi, anapata upeo unaongezeka, anapata kufunguliwa. Sijui ninapoongea nani anasikia, mtu wa rohoni anazidi kunufaika. Hiyo sasa ndi kazi
ya Roho Mtakatifu. Badiliko hili limeelezwa katika uzoefu aliopata kijana Sauli, mwana wa Kishi, ya kuwa utageuzwa kuwa mtu mwingine. Sauli ni yule yule, lakini baada ya kupokea Roho Mtakatifu na kuja juu yake, akageuzwa, anakuwa mtu mwingine. Amerudi ni kijana wa yule yule, urefu ule ule, rangi ile ile, hajabadilika chochote, lakini kwa kuwa nguvu imekuja. Imeandikwa hivi, na Roho ya Bwana, ilikuwa ni Agano la Kale, ndio maana inatumia Roho ya Bwana, itakujilia kwa nguvu. Ingekuwa na Agano Jipya angesema Roho wa Bwana, lakini imesema Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao. Sikiliza anamwambiaje, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Pigia Yesu makofi. Ndugu zangu, tunataka tugeuzwe na Roho. Roho atujie, atugeuze tuwe watu wengine. Na nataka nikwambie, huwezi kutumiwa na Mungu ukiwa mtu yule yule. Lazima ukutane na Roho wa Yesu, uwe mtu mwingine. Uwe mtu mwingine mpaka mume wako aseme, kwa kweli mke wangu umebadilika. Hata kama kuna watu wanashambulia ni uongo, wacha wabaki hapo. Lakini nataka nikwambie, Biblia haitakaa idanganye. Ikisema ni Roho wa milele, maana yake hana mwanzo wala hana mwisho. Yuko mahali pote kwa wakati mmoja. He is omnipresent. Hiyo iko katika Zaburi 139 mstari wa 7 hadi wa 8. Inazungumzia juu ya omnipresent. Anasema niende wapi nijifiche, niukimbie uso wako na roho yako. Roho yuko mahali pote na kwa wakati mmoja. Hapa tunasikia Roho anatembea, lakini kama kuna watu wengine wako Australia wanatafuta Roho anawatembelea, na hapa wengine wa Marekani wanatembelewa, na wa South Africa kule wanatembelewa, na wa Hazabi kule kama wanatafuta Roho Mtakatifu anawatembelea. Omnipresent. Sawa jamani? Lakini kuna sifa nyingine ya Mungu, lakini imetajwa pia ndani ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anajua yote. Anajua yote, omniscient. Anajua yote, kila kitu. Si ndio maana Anania na Safira wakapanga chumbani kwa. Unajua sasa wakati mwingine tukijifungia chumbani tukabaki wawili, tunaona kama Mungu hayupo. Si ndio maana watu wengine wa Kristo wakijifungia chumbani ndio wanaanza anajua Mungu hayupo. Lakini akija hapa kanisani, hebu mfinye mke wako, wafinywagi. Haleluya. Kwa hiyo Anania na Safira wakiwa wamejifungia wawili wakapanga biashara ya udanganyifu. Kumbe Roho Mtakatifu yuko hapo. Anajua yote, usimfiche, anajua yote. Na sasa ni hatari zaidi. Yesu alikuwa anajua, lakini wakati akiwa katika mwili alikuwa akikuangalia ndio anajua unawaza nini. Roho Mtakatifu baada ya Yesu kufufuka ametumwa, yuko mahali pote, manaka analeta ripoti dunia nzima na kwa kila mtu, yaani na kwa sekunde zote. Kwa hiyo huwezi kufanya mambo ya ajabu. Anajua yote. Sema anajua yote. Anajua yote. Mungu asifiwe sana. Omniscient. Lakini yeye pia anaweza yote, mweza wa yote, omnipotent. Mwanzo hiyo niliyesema anajua yote ni Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10 hadi wa 11. Anaweza yote, mweza yote, omnipotent. Mwanzo 1 mstari wa 2. Roho wa Bwana akakaa juu ya uso wa vilindi vya maji, akaanza uumbaji. Sasa kama anaumba, wewe utasemaje huyu kwamba ni jamaa fulani? Hapana. Roho Mtakatifu ni Mungu, ni uweza, ni nzuri zaidi. Mungu asifiwe sana. Amina, amina. Amen. Lakini sifa ya ambayo inazaliwa na hiyo Mwanzo 1, hakuumbwa ila ameumba. Roho Mtakatifu hajawahi kuumbwa.
kwa sababu ni Mungu. Mungu hawezi kuumbwa. Usiseme inakuwaje, wewe nyamaza, tulia tu, kula dozi. Hii ni kwamba Mungu hajawahi kuumbwa. Kuna mtu mmoja alinifurahisha, nafikiri pastor hapa hata na Joyce wanasema hivi, kuna siku wanaanza kujiuliza, hivi kabla ya Mungu hasa yeye hasa alitoka wapi? Kidogo akasikia kichwa kinalia, ungepata kichaa bure. Achana na hayo mambo. Sisi yaliyofunuliwa ndio yetu, ya asili tuyaache. Tukivua huu mwili tukienda tunajua hivi kumbe umilele ni kweli, na Baba hahitaji azaliwe au aanze, yeye yupo siku zote. Mpigie makofi Mungu wetu mzuri. Haya, sasa tuendelee. Roho Mtakatifu, tunaongelea Roho Mtakatifu tu, kinyume na roho zingine. Roho Mtakatifu ndiye anayemfanya mtu wa kawaida kuwa mtu wa rohoni. Yes. Sasa hii sio theolojia. Hii ndio mafundisho ambayo nataka nikwambie. Roho Mtakatifu, hebu tusome hapo sura ya 2 ya Wakorinto wa kwanza, mstari wa 13 na wa 15. Sikiliza, anasema hivi: nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Unaona namna ya ajabu hii? Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi gani jamani? Kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni, unasikia kazi ya Roho sasa, mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Mungu asifiwe sana. Yaani kazi moja ya Roho Mtakatifu ni kwamba kwanza Mungu anatukuta tukiwa watu wa asili. Sema mtu wa asili. Unaelewa maana yake mtu wa asili? Maana yake nini? Mtu wa mwilini, sio mtu wa rohoni. Sisi tulipoanguka katika dhambi, tukawa watu wa mwilini, tukafanana na baba wa mwilini. Anaitwa nani baba wa mwilini jamani? Adamu. Kwa hiyo tukapoteza ule uwezo wetu. Actually binadamu hawezi kuwa Mungu, maana yeye ameumbwa, lakini roho yake imepewa uwezo mkubwa sana. Baada ya anguko akapoteza huo uwezo, akabaki kuwa mtu wa kawaida. Biblia inasema roho yake ikafa, ilikufa kwa ajili ya dhambi. Kwa hiyo kuna watu wengi unakutana nao wamekufa ndani, ingawa wanaishi. Ni bahati mbaya ukiolewa na mtu aliyekufa. Kwa kweli atakuvisha pete, si bado anaishi katika mwili, lakini rohoni amefanya nini? Bahati mbaya ukioa lidada limekufa, ingawa linatembea na sketi na lina wigi, yani limekufa rohoni, utakoma. Yani mtu anayeishi alafu analala pembeni na limaiti la kiume au la kike, shughuli ipo. Hiyo chumba iko, tunashindwa kuita ni mochwari au ni nyumba. Maana huwezi kuita mochwari, maana kuna mwingine mzima hapo. Tuko pamoja, mnaelewa jamani? Kwa hiyo mtu anakuwa amekufa ndani, ule uhai. Akija akampokea Yesu, akatubu dhambi zake, akasamehewa, Yesu anajua operesheni inaendaje. Yesu atakubatiza kwa Roho Mtakatifu. Maana yake unahuishwa roho yako. Kazi moja ya Roho pia ni kupulizia uhai. Ndio maana Yesu anasema pokeeni Roho Mtakatifu. Akawavuvia akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Na mimi nataka niwaambie pokeeni Roho Mtakatifu. Jamani, pokeeni Roho Mtakatifu. Mkipokea Roho Mtakatifu mnatiwa uhai, mnafufuka. Kwa hiyo sasa mtu huyu anaondoka katika hali ya asili, mtu wa kawaida, anaanza kuwa mtu wa rohoni. Ndio kwa mara ya kwanza anasoma Biblia, anashangaa. Ni kitabu cha ajabu. Kama alikuwa na dini ya Kikristo, Biblia ni ile ile.
na aliandika kabisa amepewa siku ya harusi mwaka 2000. Lakini anashangaa leo hii Biblia imekuwaje? Biblia imekuwa tamu. Hii vitu vya rohoni. Wewe unaogopa bure tu. Na kuambia hakuna atakaye kutesa. Sisi tunafanya kiroho. Tunafanya kiroho. Tunafanya kiroho. Tunagombana kiroho. Hatugombani kimwili. Hii mambo ya wamama mmeokoka kabisa, mko kwenye hii kanisa unajifunga nini? Mnaita kibwebwe. Hatujifungi kibwebwe, tunajifunga kibwebwe kiroho. Piga magoti uone vile Mungu anavyofanya mambo. Piga magoti uanze kuona Mungu anavyofanya mambo. Hey. Unasema nitabadilisha kazi. Maana hii kampuni imejaa watu gani? Washirikina. Sina wewe umo hapo kwa kusudi. Fanya kiroho. Mwambie mwenzako fanya kiroho. Mwambie mwenzako fanya kiroho. Hey! Nani hapa ana imani kama mimi nilivyo? Mimi sina, naishi mtaa wote. Haleluya, haleluya. Wewe ukiwa na roho wa Yesu una raha maisha yote. Haleluya. Unaona katika roho. Unaona kiroho, uangalii kimwili. Tunayo macho ya ziada ya macho haya mawili. Amina. Unaongea kiroho au unanena kiroho. Kuna kipindi tunaomba Kiswahili, ikizidi unageuza, unanena kwa lugha. Unaomba katika roho. Nani hapa anapenda kunena kwa lugha? Usiache kunena kwa lugha. Hata mambo yakiwa magumu, nena kwa lugha. Nena kwa lugha ya Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Watu wa Mungu, ni tamu mpaka nashindwa kuna nini kuachia jamani. Unakuwa na uwezo wa kukabiliana katika hali ya roho. Eti kuna watu wengine wanaambia hivi kwamba hunijui, mimi ndio manjunju wa manjinji. Wewe manjinji hata ubadilishe, wewe huna jina. As long umeokoka na Roho Mtakatifu yupo. Shida ni kwamba wengi hata kiroho chao sio kizuri. Wewe unalala kwa kahaba. Kweli una roho ya Mungu? Si una roho ya dunia? Limanjunju likikuamulia tena linaaibishaga. Sino unakuja kwenye kanisa utakuta huna shati, umechanwa chale kwa kisu kikubwa cha kukatia sijui nani maspoku. Utakoma, utanyolewa. Yaani utatendewa kila wanachokutendea, na baadaye wanakuvunjia jino. Alafu anaachia nyuki, anaingia kwenye sikio, analia chwe, madaktari wakipima hawaoni. Utakoma. Lakini ukitembea na Yesu, Yesu akiwa Bwana na Mwokozi wako, ukaachana na njia mbaya, ukatunza usafi wa kiroho, Roho Mtakatifu akawa juu yako, maombi unaomba, unanena kwa lugha, na kuambia hakuna cha manjenje wala manjunju. Acha bana. Hatuhubiri maneno. Sisi tumeishi na wachawi kabisa, wanasema nakupa wiki, nikamwambia wiki. Wewe unijui. Utakufa mwenyewe. Mimi maneno haya naongea mnafikiri Mungu mnanitembelea na wapa story. Zingine ni mbaya, siwezi kutema. Mtanene huyu ni unyanyasaji. Na wanyanyasa kweli. Haleluya. Ni utajiri ulioje kujazwa na Roho Mtakatifu. Nitaanzia hapo hapo nilikoishia na nitaendelea mbele. Amina. Amina. Amen. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4, inasema ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda. Sijui kama kuna mtu amewashinda watumishi wa shetani. Mmewashinda jamani. Mmewashinda kwa nini? Kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Jamani, sisi tuna Mungu, wao wana miungu. Ayayaya, hakuna aliyenisikia.
Jamani, sisi tuna Mungu ndani yetu. Dunia ina miungu, ina mamizimu, ina majini, ina mapepo. Simama kwa miguu yako. Tumeushinda, tumewashinda. Piga makofi kwa Yesu, piga makofi kwa Yesu. Nakwambia tumeshinda, nakwambia tumeshinda. Tutaishi mpaka siku Bwana anataka tuondoke. Aya. Hatutaki mambo ya uoga. Mnadanganywa na watu. Bado kuna shetani anabaki. Kama shetani anabaki, una roho ya dunia. Wewe roho ya Mungu itabakisha roho ya shetani ndani yako. Imani gani? Huo sio Upentekoste. Ni Upentekoste fake. Na nawaambia kweli, nyinyi ambao mnataka kila Jumapili mtolewe mapepo, hata nyinyi hamna akili. Mbona hayaishi? Tangu Januari mpaka Disemba mnadanganywa, mnatapishwa, mnanyweshwa matakataka. Yini mnaaibisha Upentekoste. Yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Na watu alafu nyie mnadanganywa, mnaambiwa hawa wanakaga na wachungaji na mapepo yanabaki hapo hapo. Wewe hujakaa na mimi. Sisi hapa hata hatuna na muda. Sisi tunamruhusu Roho Mtakatifu. Simoni, mjazwe Roho Mtakatifu. Waimbaji, mjazwe Roho Mtakatifu. Wahubiri wangu, mjazwe Roho Mtakatifu. Wewe njoo na mapepo yako kama unaweza kuvumilia hapa. Hayavumilii jamani. Aliye ndani yetu ni mkuu, ni mkuu. Haya. Piga makofi kwa Yesu atupae Roho Mtakatifu. Piga makofi kwa Yesu atupae Roho Mtakatifu. Haya. Nani anapenda Roho wa Yesu? Nani anapenda Roho wa Yesu? Nani anapenda Roho wa Yesu? Mwambie Yesu, achilia Roho wako kwa nguvu. Anza kuomba, hatutaimba. Mwambie Yesu, achilia Roho wako kwangu, kwa nguvu kubwa, kwa nguvu kubwa, kwa nguvu kubwa. Mtukuze Bwana, piga kelele, usiogope. Roho Mtakatifu ni wa ajabu. Jiachie. Hii ni wiki ya kujazwa. Nakwambia, huu ni mwanzo. Roho Mtakatifu anaenda kutembea na kuachilia uweza wake hapa. Karibu Roho wa Yesu, karibu Roho wa ushindi, karibu uliye mwamba, karibu uliye bosi, karibu unayekimbiza mapepo na kuzimu. Wewe ni muumbaji. Karibia ndani ya maisha ya watu wako. Karibia kwa baba, karibia kwa mama, karibia kwa vijana, karibia kwa watu wako. Ila sharaka rababa sekerekerebeberiando sekerebebebebebe. Nataka Roho Mtakatifu. Mwambie Bwana, nataka Roho wako. Mwambie Yesu, nataka Roho wako. Nataka Roho wako. Sitaki unyonge, sitaki udhaifu, sitaki kuchoka. Endelea. Shekerebebebebebe. Hatutaimba. Piga kelele, mwambie Yesu nijaze. 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 Mwambie Yesu nijaze na nguvu zako na Roho wako, na Roho wako. Sitakuwa mnyonge, sitakuwa dhaifu, sitakuwa moga. Mmepokea Roho, sio roho ya woga, ni roho ya nguvu, ni roho ya nguvu. Kuna mtu hapa anajazwa roho ya nguvu, sio roho ya udhaifu, sio roho ya udhaifu. Kuna mtu anajazwa mamlaka mpya. Kuna mtu hapa anapewa ufunuo mpya. Kuna mtu hapa anainuliwa upya katika jina la Yesu.